Katika masuala ya kitaaluma, shule yetu imeendelea kufanya vizuri. Ifuatayo ni taarifa ya kitaaluma kwa kipindi cha miaka minne 2023 mpaka 2026. Darasa la 7 2023. Kitaifa wastani wa 251, daraja A. Mkoa nafasi ya 5 katika shule 285. Wilaya nafasi ya kwanza katika shule 56. Kata nafasi ya kwanza katika shule 6. Darasa la 4 2023. Kitaifa wastani wa 257, daraja A. Mkoa nafasi ya pili katika shule 287. Wilaya nafasi ya kwanza katika shule 56. Kata nafasi ya kwanza katika shule 6. Darasa la 7 2024. Kitaifa wastani wa 276, daraja A. Wilaya nafasi ya kwanza kati ya shule 57. Kata nafasi ya kwanza kati ya shule 6. Darasa la 4 2024. Kitaifa wastani wa 276, daraja A. Wilaya nafasi ya kwanza kati ya shule 57. Kata nafasi ya kwanza kati ya shule 6. Darasa la 7 2025. Kitaifa wastani wa 281, daraja A. Mkoa nafasi ya kwanza kati ya shule 587. Wilaya nafasi ya kwanza kati ya shule 60. Kata nafasi ya kwanza kati ya shule 6. Darasa la 4 2025. Kitaifa wastani wa 254, daraja A. Mkoa wastani wa wastani wa 300 nafasi ya 3 kati ya shule 587. Wilaya nafasi ya kwanza kati ya shule 60. Kata nafasi ya kwanza kati ya shule 6. Darasa la 7 2026. Kanda nafasi ya kwanza kati ya shule 3418. Mkoa nafasi ya kwanza kati ya shule 554. Wilaya nafasi ya kwanza kati ya shule 60. Kata nafasi ya kwanza kati ya shule 6. Mafanikio ya miradi ya shule. Vifaa vya TEHAMA ambavyo vingetusaidia katika ujifunzaji masomo mbalimbali. Pia upatikanaji wa vifaa hivyo ungeweza kutusaidia kujiandaa vyema na masomo yetu ya mbeleni baada ya kuhitimu elimu hii ya msingi. Changamoto nyingine ni ulipaji wa ada na michango mingine kwa wakati. Tunaomba wazazi na walezi wetu wajitahidi kulipa ada kwa wakati ili kuepusha usumbufu wa kurudi nyumbani, hali inayopelekea kukosa baadhi ya vipindi na mitihani muhimu. Ndugu mgeni rasmi, kwa wapenda wazazi wetu, tunashukuru kwa kutuleta na kututunza. Mmefanya kazi kubwa ya kuhakikisha tunapata elimu bora na malezi bora. Tunajua mmepata changamoto nyingi hadi kutufikisha hapa tulipo, bado tunaendelea. Kwa kweli hatuna cha kuwalipa, ila Mungu azidi kuwajalia nguvu na uwezo katika kuendelea kutufikisha kwenye malengo yetu. Wanafunzi wenzetu mnaobaki, tunawatakia maendeleo mazuri. Sasa tuna watoto 18 wanasoma kwa ufadhili. Ndio maana hata zile taratibu nyingine tunaziweka ni kwa ajili pia ya kulinda amani ya wale watoto, kwamba wawe na uniformity, wawe na aina moja. Sasa kuna mzazi amesema anataka kusema jambo kwa ajili ya watoto fulani ambao pia wanasoma kwa ufadhili. Watoto hao wanaosoma kwa ufadhili hawatoki mbali, wanatoka kwenye jamii zetu hizi. Tarafa yetu hii ya Lupembe, ambao wametoka kwenye mazingira magumu, wana changamoto mbalimbali na nini. Kwa hiyo shule huo inaona iwasaidie kwa kupata hii elimu bora, kuja shuleni kupata milo 5 kwa siku ili nao maisha yao yaweze kuwa mazuri. Tunaamini mtoto huyo akikombolewa atarudi nyumbani pia kukomboa wale wengine walioko nyumbani. Yeye ameguswa hata kukumbuka kwamba huyu ambaye anasoma bure Consolata kwa ufadhili ameamini kwamba labda pia anaweza akawa na changamoto nyingine. Ni kweli tuna watoto wa aina hiyo. Kwa sasa tunao watoto 18 na wametoka mazingira magumu. Wengine walikuwa hawawezi hata kupata hiyo milo 3 ambayo ni ya lazima. Wengine walikuwa hawawezi kupata zile huduma za msingi, mazingira pia ya nyumbani kwao na nini, lakini wako hapa. Ukikuta wamechanganyika hivi, huwezi kujua yupi ni yupi. Wote wamefanana na wanafuraha pamoja. Tumewapa tabasamu, tunaamini tutaendelea kuwapa tabasamu. Kadri shule inavyozidi kukua, ufadhili utazidi kuongezeka. Tunashukuru sana.
Kaka yake na huyu aliyezungumza alishamaliza, alifaulu vizuri, yuko sekondari. Mdogo wake bado yuko hapa, bado ni jukumu la Consolata kumsogeza amalize darasa la 7. Tunajitahidi kusaidia jamii inayotuzunguka. Wanasema huduma zetu sio kitu kama tusaidie jamii inayotuzunguka. Asanteni sana, ndio hilo ni. Bado ni kinara cha taaluma katika mkoa wetu wa Njombe. Tuliona mtihani wa kanda ule ambao matokeo yake yalitoka. Tulikuwa wa kwanza katika mikoa 5 nadhani ya nyanda za juu kusini. Tulikuwa wa kwanza. Ni watoto hawa walitufanya tukawa wa kwanza. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba ndoto ipo mbele, tunapaona. Kama kulikuwa kuna ukungu, mtoto keshatoa ukungu anapaona mbele. Na huwa tunafurahi akimaliza form 4 tukipigiwa simu amepata 1.7, 1.9, huwa tunafurahi sana. Tunaendeleaga kuwafuatilia. Na huwa tunafurahi sana. Na ndio maana shule nyingi za Njombe zinachukua watoto wetu bila interview. Kwa nini? Wanaamini taaluma yetu. Wanaamini tunachokifanya. Wanaamini mtoto wetu ni mzuri, ameshajifunza kujisimamia. Kwa hiyo tunaamini tutaendelea kuwa kitovu cha taaluma katika mkoa wetu wa Njombe na katika taifa letu kwa ujumla. Nipongeze walimu na wafanyakazi wasio walimu popote mlipo. Walimu na wafanyakazi wasio walimu, kwa kweli tunawapongeza sana. Nasema kwa niaba ya wazazi, na mimi mwenyewe ni mzazi. Kwa hiyo nasema kwa niaba ya wazazi. Tunashukuru walimu kwa kutulelea watoto wetu, tunashukuru mamatroni, tunashukuru walinzi na kila mmoja ambaye amehusika kwa namna moja au nyingine kutulelea watoto wetu. Mungu awabariki sana. Tunajua kazi ya ualimu ni kazi ya lawama. Kazi ya ualimu ni kazi ambayo kila mtu anakulalamikia. Unaweza ukawa unamrekebisha mtoto, mzazi akakasirika. Unaweza kumwacha mtoto aharibike, mzazi akakasirika. Ukishakuwa mwalimu mpaka kesho huwezi kujua mzazi anataka nini. Yaani kwa miaka 11 ya Consolata bado hatujajua sisi wazazi tunataka nini. Hatujajua wazazi wa Consolata wanataka nini. Mtoto akirekebishwa mzazi analalamika. Mtoto akiachwa mzazi analalamika. Mtoto akifaulu mzazi analalamika. Akifeli mzazi analalamika. Sasa unashindwa kujua kwani wazazi tunataka nini? Wito. Tuombe wazazi. Lengo letu liwe ni moja tu. Mafanikio ya mtoto. Tukiwa na lengo la kumfanya mtoto afanikiwe, tutafanya kazi kwa amani na kwa upendo. Mmetukabidhi tulee, mtuamini. Yaani mtuamini kwamba tunaweza kulea. Hatuwezi kumchukia mtoto mmoja katika watoto 400 na tulionao. Haiwezi kutokea. Ukiona mtoto wako anakuambia kuna changamoto, mwalimu anipendi, hebu chukua simu, piga simu. Hebu funga safari, njoo shuleni, uliza jamani, mbona mtoto wangu anasema hamumpendi? Unaweza ukakuta nyuma kuna mambo mengi mtoto anaogopa kukusimulia. Anaogopa kukwambia nini anafanya akiwa shuleni. Kwa hiyo mtuamini, tunawapenda watoto, lengo letu wafanikiwe. Ndio maana kila mwaka tunakutana hapa, tunatoa bachi ya la 7 inaondoka, inakuja nyingine inaondoka. Lengo ni watoto wafanikiwe. Kesho kutwa na sisi tutazeeka, watoto watatuhudumia hospitali, watatufundishia wajukuu zetu. Tutakutana nao mahakamani, tuna kesi, watatusaidia. Tutakutana nao kwenye ardhi, jirani yangu kasogeza mpaka, hawa watoto ndio watatusaidia. Kwa hiyo lengo letu sisi wote ni kulea mtoto. Tuaminini na sisi tutawalipa imani yenu. Tutaendelea kuwalea watoto wetu vizuri. Walimu, wafanyakazi, tusikate tamaa. Lengo letu ni kulea hawa watoto. Tuendelee kuwalea kwa upendo, kwa amani, kwa utulivu. Tusiwaonee bali tuwapeleke katika njia iliyo njema. Ni siku ya kuwapongeza watoto wetu kwa miaka 7 ya kujifunza taaluma, nidhamu na maadili. Vile vile ni siku ya kutambua mchango mkubwa wa wazazi au walezi, walimu, uongozi wa shule, serikali na jamii kwa ujumla katika kuhakikisha watoto hawa wanafikia hatua hii muhimu katika safari yao ya kielimu. Kwa hiyo tunapowatazama wahitimu wetu leo, sio tu watoto wanaomaliza darasa la 7, bali tunawaona ni vijana walioandaliwa kuanza hatua nyingine ya safari yao ya elimu na maisha.
Neno la Mungu Mithali 4:13 linasema, ukamate sana elimu, usimwache aende zake. Safari ya miaka 7 ya elimu imehusisha juhudi za wanafunzi, wazazi, walimu na uongozi wa shule. Tunamrudishia Mungu sifa, heshima na utukufu kwa mafanikio haya ya kitaaluma na kimaadili. Ndugu wana mahafali, kwa nafasi yangu kama afisa udhibiti ubora wa shule, napenda kutoa pongezi za dhati kwa uongozi wa shule kwa juhudi za kuimarisha elimu na malezi. Ubora wa elimu haupimwi kwa matokeo ya mitihani pekee, bali pia kwa ubora wa ufundishaji na ujifunzaji, nidhamu, maadili, usalama, mazingira bora ya kujifunzia, miradi mbalimbali ya kiuchumi. Naipongeza shule kwa kuwa na miradi ya ng'ombe wa maziwa, bustani ya mboga, miradi ya kuku wa mayai na nyama, shamba la miti na matunda. Miradi hii inainua kipato cha shule kwa faida ya jamii nzima ya shule. Ndugu walimu na wafanyakazi wa shule hii, nawapongeza kwa dhati kwa mchango wenu katika mafanikio tunayoyashuhudia leo. Mwalimu si mtoa maarifa pekee, bali ni mlezi, mshauri na kielelezo cha maadili. Naipongeza shule kwa kuwa na ufaulu mzuri sana katika mitihani ya darasa la 7. Uchambuzi wa mtihani wa kitaifa kwa darasa la 7 miaka 3 mfululizo, mwaka 2023 mpaka 2025, yanaonyesha kuwa shule ina wastani wa daraja A na inashika nafasi ya kwanza kwa halmashauri ya wilaya ya Njombe. Ndugu mgeni rasmi, afisa utawala na fedha, mwenyekiti wa bodi pamoja na bodi yako, viongozi wa dini, serikali na wageni wote waalikwa, mkuu wa shule pamoja na watumishi wote, ndugu wazazi wa wanafunzi wa Consolata Mpembe, ndugu jamaa na marafiki, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Awali ya yote, na mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufikia siku hii ya leo. Kwa namna ya pekee kabisa nishukuru kwa kuwa sehemu ya mahafali hii ya 8 ya watoto wetu ambao wanahitimu leo. Nikushukuru mgeni rasmi kwa muda wako, pia kwa kitu ulichokifanya hapa. Nikushukuru sana. Tumepata cash, lakini pia tumeahidiwa kompyuta 2 na mdau mmoja hapa. Kwa hiyo nikushukuru sana. Nikushukuru sana kwa kile ambacho umekifanya. Kuna ushauri umetoa, kuna maelekezo umetoa. Kwetu sisi ni maagizo na kwa hili kwamba tutafanyia kazi. Nikushukuru afisa utawala na fedha. Nikushukuru sana kwa juhudi unazozifanya, kwa maarifa unayoyatumia. Unavyoona mambo yote haya, sehemu kubwa anafanya afisa utawala na fedha. Ni mtu ambaye tunamtegemea sana, na ni waahidi wazazi kwamba watoto wenu wako mikono salama sana chini ya afisa utawala na fedha, Madam Gisela.
Kushukuru mwenyekiti wa bodi pamoja na bodi yako, maelekezo mnayotupa, ushauri mnaotupa, tunaofanyia kazi na tutaendelea kufanyia kazi. Mmekuwa baraka sana kwenye shule hii na nawashukuru sana kwa ujio wenu katika mahafali hii ya leo. Mungu akawabariki, akawawezeshe huko mnaporudi mfike salama. Kwa majina mimi naitwa Salvin Muhindi, ni mkuu wa shule ya msingi na awali Konsolata. Mimi ni mkuu wa shule ya msingi awali Konsolata. Leo tulikuwa na mahafali katika uwanja wetu wa shule ili kusherekea wanafunzi wanaohitimu wako 50, ambapo kuna wasichana 24, wasichana 26, wavulana 24. Shule yetu ni kama vile mlivyoiona, pia tuna programu ya kusaidia wale wanafunzi ambao wametoka katika mazingira magumu. Kwa hiyo tunafanya hivi ili kutoa hamasa kwa wadau wengine ili kuendelea kusaidia wale walio na shida mbalimbali katika jamii ili kuweza nao kuwainua kiuchumi, kielimu, pia kiimani. Unadhani kwa kiasi gani ndoto hizi mnazookoa zitakuja kuwa faraja na mabalozi wa shuleni? Tunaamini kila mtu ana kipaji chake, kila mtu ana mahitaji yake, kila mtu ana maono yake na malengo yake. Kwa hivyo unapomsaidia mmoja naye unapata hamasa ya kusaidia wengine wengi ili jamii inayotuzunguka na wale wengine ambao wapo waweze kupata hamasa na waweze kusaidia na wengine katika. Kwa majina naitwa Adelia Nicholas Rugenge. Ninasoma darasa la pili. Shule yangu inaitwa Konsolata Lupembe. Nashukuru sana Konsolata kwa kunisomesha. Natamani nikiwa mkubwa niwe sister. Baba kafa, mama kanitelekeza. Jina naitwa Alice Matua, nipo darasa la 6. Nashukuru kwa kunisomesha. Nawaahidi nitafaulu mitihani.